Ndugu waandishi wa habari, kama kawaida yetu, tukiwa na jambo letu, sisi TAHAFE tunashirikiana na nyinyi ili mtusaidie kulifikisha kwa wadau wetu. Kwa hiyo leo tumekutana tena baada ya msimu wa haji kumalizika wa 1447. Sasa hivi tumeingia msimu mpya wa 1448 na leo tunazindua rasmi ratiba yetu ya mchakato mzima wa kuiendea hija hiyo ya 1448, na taarifa ya hija kamili itatolewa na naibu katibu. Kwa hiyo tunaomba muwe makini kusikiliza ili maswali yapungue. Karibuni. Presi yetu ya leo inahusu mambo yafuatayo: mwaliko kuhusiana na kongamano na maonyesho ya haji ya mwaka 1448 sawa na mwaka 2026-2027, lakini pia taratibu na mabadiliko ya ratiba kutoka Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia, pamoja na kuwajulisha orodha ya taasisi ambazo kwa mwaka huu zitakuwa zimekidhi vigezo vya kuweza kusafirisha watu kwa ajili ya haji kwa mwaka wa 2026-2027. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirikisho la taasisi za hija Tanzania Bara TAHAFE linapenda kuwakaribisha waandishi wa habari na umma kwenye mkutano maalumu na vyombo vya habari, maana press conference. Mkutano huu unalenga kutoa matamko rasmi na maelekezo muhimu kuhusu maandalizi ya ibada ya haji kwa mwaka wa hijiria 1448 sawa na 2026-2027. Tunapenda kutoa maelezo na ufafanuzi wa kina juu ya masuala makuu manne yafuatayo. Kwanza kabisa, mwaliko wa kongamano na maonesho ya haji. Tutatangaza rasmi kongamano na maonesho makubwa ya haji ambayo yatafanyika tarehe 15 Agosti 2027 siku ya Jumamosi, Mungu akipenda, katika ukumbi wa Lamada hapa Ilala insha Allah. Tukio hili kwa ujumla litakuwa ni sawasawa na jukwaa kuu la kutoa elimu, mwongozo na kuonesha huduma mbalimbali ambazo zitakazotolewa kwa mahujaji wetu kupitia taasisi za haji hapa Tanzania Bara, lakini pia na kule nchini Saudi Arabia. Pili, utaratibu wa haji na msisitizo wa malipo katika huduma za kuchagua nafasi kwa maana ya location, lakini pia na huduma za vifurushi, mahema, vyakula na mengineyo. Ufafanuzi wa utaratibu mpya wa usajili wa mahujaji, mkazo mkubwa umewekwa kwenye suala la kulipa gharama za location na huduma za kambi kwa maana mahema mapema, na hii inatakiwa kufanyika kabla ya tarehe ya ukomo ambayo itakuwa ni deadline tarehe 13 Agosti, kwa maana ya kwamba hii ni tarehe ya mwisho kabisa kulipa. Tunatakiwa tulipe kuanzia hivi sasa kwa ajili ya huduma hizi. Deadline hii au tarehe hii ya ukomo imewekwa na Wizara yenyewe ya Hija ya Saudi Arabia ili kuondoa usumbufu wa kiutendaji wa kukosa nafasi za mahema au kupata nafasi ambazo sio nzuri endapo mahujaji watachelewa kulipia. Kwa hiyo tunawahimiza taasisi za hija kufanya malipo kwa wakati kule nchini Saudi Arabia, lakini pia kuhamasisha wale mahujaji watarajiwa wa mwaka 2027 kulipia mahema hata kwa njia ya kidogo kidogo kwa maana installment, kwani gharama na malipo kwa huduma mbalimbali nchini Saudi Arabia kimaandalizi yanahitaji kufanyika, na hii inatokana na mabadiliko katika utekelezaji wa ratiba ya Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia. Tatu, tunapenda kuwafahamisha orodha ya taasisi ambazo zilizoidhinishwa mwaka huu kwa maana 2026 kuelekea 27 Tanzania Bara chini ya usimamizi wa idara maalumu ya Bitha ya hapa Tanzania Bara, lakini wakishirikiana na umoja wa taasisi hizi, shirikisho la taasisi za hija.
Napenda kutangaza hadharani orodha rasmi ya taasisi na mawakala wote halali wenye mamlaka ya kusafirisha mahujaji kwa mwaka 2027 ambao wapo chini ya mwamvuli wa BITHA na TAHAFE. Hatua hii ya utangazaji inalenga zaidi kuwalinda wananchi na mahujaji dhidi ya vishoka na matapeli ambao huwa wanawagharimu sana wale ambao wanaotaka kwenda hija. Taasisi hizi ni kama ifuatavyo. Ya namba 1, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. 2, taasisi ya Jamarat. 3, ni taasisi ya iTravel. 4, ni taasisi ya Al Husna. 5, taasisi ya Haji Trust. 6, taasisi ya Zamzam. 7, taasisi ya Raudha. 8, taasisi ya Masjid Adli. 9, ni taasisi ya Kidunda. 10, taasisi ya Ajwa. 11, ni taasisi M2 Travel. 12, ni taasisi ya Manasik. 13, ni taasisi ya Musafir. 14, ni taasisi ya Ahlu Dawa. 15, ni taasisi ya Ahlu Baiti. 16, ni taasisi ya Nuru Path. Pamoja na taasisi hizi 16 ambazo zimethibitishwa, zipo taasisi 3 ziko katika mchakato zikiwa bado zinakidhi au zinaendelea kutafuta maridhiano na idara kuu ambayo inahusiana na masuala ya hija ambayo ni BITHA. Taasisi hizo ni Al-Hashimi na taasisi ya Munawwar na taasisi mpya ya Ar-Raudha ambayo ni foundation iliyopo Arusha. Angalizo: idara maalumu ya kusimamia hija Tanzania bara ambayo ni BITHA wakishirikiana na shirikisho la taasisi za hija Tanzania bara TAHAFE ndio vyombo vyenye dhamana ya kuratibu, kusimamia, kuboresha ustawi pamoja na safari za mahujaji kutoka Tanzania bara kuelekea miji mitakatifu Maka na Madina. Mwisho na muhimu zaidi, tunaomba vyombo vya habari mliohudhuria hapa kufikisha ujumbe huu muhimu wa kiibada kwa jamii ya Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla. Asanteni na tunawashukuru wote. Ni mimi kwa niaba ya mwenyekiti ndugu yenu naibu katibu Muhammad Ali Mshangama. Mimi naitwa Bantulaki, naibu mwenyekiti. Kuhusu swali alilouliza Sheikh Hamisi hapo, ufafanuzi wake ni kwamba kwanza kabisa sisi kama TAHAFE tumejipanga na kongamano letu ambalo linaambatana na maonyesho. Taasisi zote zilizotajwa hapa zitakuja, zitaonyesha nini walifanya hija zilizopita na nini wanatarajia kufanya hija inayokuja, kwa ufafanuzi na kwa kutumia media mbalimbali, picha. Kwa hiyo pia sasa BITHA kubwa ambayo ndio hiyo afisi ya hija, afisi kuu ya hija ambayo inashirikiana ya muungano hiyo, sasa yenyewe ina makongamano ya kufikisha hili kwa wananchi kupitia media zenu na kupitia kongamano ambazo zitafanyika kwenye mikoa. Mwaka jana tulikuwa na mikoa 3, Kigoma, Mwanza na Bukoba. Mwaka huu pia tutakuwa na mikoa 3, Singida, Arusha na Dodoma. Tutaanzia Tanga pale kama ufunguzi tu, mufti atatoa baraka zake, alafu tutaendelea katika hiyo mikoa. Kwa hiyo itapokuwa tayari tutatoa ratiba ili kwa wanaopenda katika vyombo vyenu kujiunga na sisi, fursa tutatoa ya kuambatana na sisi. Pia na elimu, pia tutakuwa na mafundisho, maelekezo, tutakuwa na vipeperushi kama kawaida vya kuhamasisha. Katika hija iliyopita alhamdulillah mmeona idadi iliongezeka kwa kutumia haya makongamano. Tulitoka kwenye 3,000, hija hii tulifika 4,000 plus kama na 500 au pungufu kidogo. Kwa hiyo tunatarajia kwa kutumia media zenu na haya makongamano tunayoyafanya, mwamko utaendelea zaidi. Lakini tunachosisitiza ni kwamba mahujaji walipe mapema. Kwa sasa hivi maandalizi, hija yameshaanza tokea tarehe 31 Mei ambapo imemalizika hija iliyopita. Waziri wa hija Saudi Arabia akatoa ratiba kamili ya hija
ambayo mkitaka ufafanuzi wake katibu atahitaji hapa, naibu katibu, kwa tarehe hasa, kwa sababu deadline ya kuomba location iko kwenye tarehe 13 Agosti. Inatakiwa tuwe tushaomba location na tushalipia location na mahema. Kwa hiyo ndio ufafanuzi. Wa alaikum salam. Kama muulizaji alivyouliza swali kwamba kwanza anasema kuna taasisi rasmi zilizosajiliwa na hazijajiunga na umoja huu. Kwa ufupi, TAHAFE inafanya kazi pamoja na BITHA, Tanzania Haji Federation, Tanzania Haji Mission. Tanzania Haji Mission na BITHA zinafanya kazi pamoja na kwa kushirikiana. Kwa hiyo hawa wote ambao wametajwa leo hapa ni wameshapitishwa na Tanzania Haji Mission. Kwa hiyo kama mtu amesajiliwa kwa namna nyingine, labda kiserikali au kwa taasisi, huyo atakuwa bado ameishia huko. Alitakiwa afike BITHA, Tanzania Haji Mission, halafu apitie TAHAFE ndio aweze kuhalalishwa kwamba yuko tayari rasmi kwa ajili ya kupeleka mahujaji mwaka 1114, 48 na 2026-27 huko visiwani. Pia na kwa visiwani wanao utaratibu wao kupitia kamishna ya wakfu, mali na amana pamoja na utahiza. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao umeanza zaidi ya miaka mitatu nyuma, tunaendelea nao, na kama walivyotajwa ndio watu halali kwa upande wa Tanzania bara kupeleka mahujaji. Ima swala la bei elekezi. Bei elekezi imepangwa ni kuanzia dola 6,700 kwenda mbele. Kwa hiyo hapo inategemea mtu anatoa huduma yake aina gani, na kama kule Maka anapeleka kwa treni au anapeleka kwa mabasi kutoka Maka kwenda Madina. Kwa hiyo kiwango cha chini kabisa ambacho tunatarajia mwaka huu itakuwa ni 6,700 kwenda mbele. Kwa hiyo huduma ndio zitatofautisha gharama ya taasisi husika. Hizi bei elekezi zilipangwa toka tulipofanya kikao Maka wakati tunamaliza hija ya mwaka uliopita. Zilipangwa na ziliratibiwa chini ya Tanzania Haji Mission ikishirikiana na TAHAFE. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kuhusiana na bei ya chini, sisi tumetoa bei elekezi kutokana na gharama halisia zilizopo sasa hivi. Sasa kama unaamua kushusha gharama chini ya 6,700, manake una namna nyingine ya wewe mwenyewe kufanya namna ya kushusha hiyo bei. Kwa nini tumetoa bei elekezi? Tunatoa bei elekezi kwa sababu tunaziona gharama zikoje, na mtu akitoa chini ya hapo manake atashindwa kuhudumia mahujaji kwa uhakika au kutoa huduma bora ambayo iliyopangika. Sisi unajua tuna utaratibu wa aina mbili hapa. Kuna taasisi ambazo ziko bara lakini zimesajiliwa Zanzibar, visiwani kupitia kamishna wa mali na wakfu na utahiza, umoja wa taasisi za hija Zanzibar. Na kuna taasisi zimesajiliwa Zanzibar lakini ni mwanachama wa TAHAFE na ziko chini ya Tanzania Haji Mission bara. Kwa hiyo hili lazima lieleweke. Kwa hiyo kuna taasisi ambazo zinaweza zikawa hazikusomwa hapa lakini kumbe kule zimesajiliwa. Lakini tunatoa tahadhari. Kuna taasisi ambayo haina usajili huku wala huku, halafu inapokea mahujaji. Matokeo yake hujaji anabaki hapelekwi popote, lawama zinaishia ima kwa TAHAFE, ima kwa utahiza, ima kwa Tanzania Haji Mission. Kwa hiyo hili swala ndio maana tumetangaza taasisi zetu ambazo zinatambulika rasmi. Na ukitaka kuhakiki inabidi uje TAHAFE au uende Tanzania Haji Mission ambayo iko chini ya BAKWATA ukahakiki. La taasisi anakuambia imesajiliwa Zanzibar, inabidi aende Zanzibar kwenye kamishna ya mali na wakfu au iende utahiza kwa ajili ya kuhakiki kwamba je, hii taasisi imesajiliwa kwenu na mwaka huu inapeleka. Kwa hiyo hii ndio tahadhari tunayotoa kwa mahujaji wetu watarajiwa. Inshallah Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kwenda kwenye taasisi ambazo zilizosajiliwa na ziko rasmi.